Nakaribisha kila moja mahali ulipo, jiandae kupokea neno la Mungu, andaa moyo wako ili ukaweze kusikia sauti ya Bwana. Adhuri ya leo ni kuletea neno la Mungu linalotoka kutoka kitabu cha Zaburi 31 mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 4, na ina imani ya kwamba Mungu anaenda kutuhudumia kwa njia ya ajabu. Kabla hatujasoma neno, acha tukaweze kumweka ama kupatia Mungu nafasi ya kwanza ili akaweze kutusaidia ama kutubariki. Tuombe mahali ulipo. Bwana wa mbinguni, twaja kwako kwa jina la Yesu. Tunakushukuru wakati mwingine umetupea tukaweze kushiriki neno lako na watu wako. Ninaomba ya kwamba Bwana ukaweze kuwafikia na kuwabariki, ukikutana na tamanio la kila mmoja wao, na wafunika na kuwalinda kwa damu ya Yesu. Naomba ya kwamba Mungu kawatende yaliyo mema, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen iliyo na imani. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni wa ajabu na Mungu wetu anatuazia mema. Adhuri ya leo neno nitasoma kutoka kisasa kwa kitabu cha Zaburi 31 from verse 1 to 4. Utege sikio lako na ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki. Mtunga Zaburi ambaye ni Daudi ameandika akaanzia kusema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye. Unitegee sikio lako, uniokoe hima. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiye ngome yangu. Adhuri ya leo, kichwa cha ujumbe nimesema ya kwamba mtumainie Bwana kwa sababu Mungu anakuja kukutenda mema. Mtunga Zaburi ameanza kusema ya kwamba nimekukimbilia wewe Bwana. Pengine kuna mambo alikuwa anapitia, pengine kuna mambo alikuwa ameona, pengine kuna vile hali ilikuwa imemkumba, na Daudi ameanza kusema ya kwamba nimekukimbilia wewe Bwana. Ukimbii kwa Bwana ovyo pasipokuwa kuna mambo ambayo imekufanya ukimbie. Na adhuri ya leo maandiko inatuambia Daudi akaanza kusema nimekukimbilia wewe Bwana. Mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba mpendwa, watu wana mahali kwingi pa kukimbilia, lakini nimekuja kwa mitambo nikuambia ya kwamba afadhali kumkimbilia Bwana, afadhali kumngojea Bwana, afadhali kumwambia Bwana ambaye ni Mungu, ndio usikuje kuaibika. Daudi anasema ya kwamba nisiaibike milele. Inamaanisha ya kwamba kuna mambo inaweza kukufanya ukaibike. Kuna mambo inaweza kuja kwako ama ukaipate ikakuje kukuletea shida na ukaweza kuaibika. Kwa hivyo Daudi aliona ya kwamba ili nisiaibike, wacha nimkimbilie Bwana. Ili nisiweze kuchekelewa, wacha nikamkimbilie Bwana. Na akaendelea kusema kwa haki yako uniponye. Mambo ni mengi. Pengine Daudi sio yeye alikuwa anahitaji hili, alikuwa ako kwa roho kuona ya kwamba kuna watu wanahitaji uponyaji, kuna watu wanahitaji Mungu awasaidie wasiaibike. Nao akaanza kusema ya kwamba tumkimbilieni Bwana. Mchana wa leo ndugu na dada, nataka kukuambia ya kwamba katika ile hali unapitia, haijalishi ni gani, haijalishi ni shida ya kujiletea ama kuletewa, maandiko imetuambia ya kwamba tukamkimbilie Bwana ili tusikuje kuaibika. Kuna mambo inaweza leta aibu, kuna mambo inaweza leta machozi, kuna mambo inaweza leta uchungu katika mioyo yetu, hata katika maisha yetu. Mchana wa leo nimekuja kukuambia dada na ndugu ambaye unasikiliza sauti ya Bwana mchana wa leo, ni wakati ambao Mungu hatakuaibisha. Mungu atakuwa pamoja na wewe katika hali zote. Na Daudi akaendelea kumwambia Bwana, utege sikio lako uniokoe hima. Yaani uniokoe kwa haraka hima.
Kuna mambo wapendwa tunapitia na tunatarajia Mungu atutendee hima. Na hivyo nimekuja kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu usikia na Mungu wetu atakuja kutuokoa hima ili tusiweze kuaibika, ili tusiweze kuchekelewa, ili tusiweze kusononeka, ili tusikose nguvu za kuendelea katika haya maisha. Na akaendelea kumwambia Bwana, wewe kwangu ni mwamba na nguvu zangu, wewe ndiye nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Akaendelea kumwambia Bwana, wewe ndiye gege langu na ngome langu, kwa ajili ya jina lako. Akaendelea kumwambia uniongoze kwa ajili ya jina lako. Kaendelea kumwambia unichunge. Akaendelea kumwambia ya kwamba utaniokoa katika wavu. Akamwambia ya kwamba walionitegea kwa siri, maana wewe ndio Mungu kwangu. Mchana wa leo nataka kusema haje mpendwa, kuna vitu hata utegwa kwa siri. Kuna mambo hata maandui ama marafiki wanaweza kukutegea kwa siri. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba kwa sababu tunaishi duniani na watu, nimekuja kukuambia katika mitambo hii, ni kuambia ya kwamba Mungu atakuokoa na hawa yote. Wewe mfanye kuwa Mungu ndio kimbilio. Wewe mfanye kuwa Mungu ndio tegemeo. Wewe ndio mfanye Mungu kuwa ndio ngome yako. Wewe mfanye Mungu ndio suluhisho ya maisha yako. Mfanye Mungu ndio msaada wako. Hata ukitegewa nyavu, Mungu atakuja kukuokoa. Hata wakiweka mambo kwa siri, Mungu atakuja kukutendea. Hata wakizungumza usiku, Mungu atakuja kukufariji na Mungu ataendelea kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mchana wa leo nimekuja katika mitambo hii ni kuambia, kama umefika mahali kama Daudi alikuwa amefika, ya kumwambia ya kwamba Bwana, nisije kuaibika milele, ninakuja kukuambia ya kwamba mngojee Bwana na hata wewe hautaibika. Hali zile tunapitia siku baada ingine, machozi ambayo tunalia siku baada ingine, haitakuwa ni machozi ya bure. Mungu atakuja kutuondolea hiyo aibu katika jina la Yesu na kwa utukufu wa jina lake. Na akaendelea kumwambia Bwana, katika haki unikaweze kuniponya. Inamaanisha ya kwamba pengine Daudi alikuwa amepitia mambo mengi, pengine hata kama si kuonjeka katika mwili, lakini moyo wake ulikuwa na uchungu. Pengine moyo wake ulikuwa umefadhaika, pengine moyo wake ulikuwa umevunjika kwa ajili ya mambo mabaya alikuwa anapitia. Akamwambia Bwana, katika haki yako Bwana ukaweze kunikumbuka na kuniponya. Hata na wewe mchana wa leo, ili neno la kila mmoja wetu, ninaomba ya kwamba ufunguke macho yako ukaanze kumwambia Mungu kama vile Daudi alimwambia ya kwamba katika haki yako Bwana niponye, katika haki yako Bwana nitendee, katika haki yako Bwana kuja kwangu, katika haki yako Bwana shuka, katika haki yako Jehova usichelewe na usikawie kwa utukufu wa jina lako. Na akaendelea kumwambia ya kwamba nimekutegea unitegee sikio langu. Mara nyingi huwa tunaomba, tunaona kana kwamba Mungu asikii, tunaona kana Mungu ako mbali, tunaona kana Mungu tunaona kana kwamba Mungu hajapata habari ile tuko nayo. Lakini nataka kukuambia ya kwamba Mungu yuko na Mungu usikia. Mungu utega sikio kwa nao muita. Kwa hivyo maombi unayoomba mpendwa si ya bure. Hakuna dustbin ya maombi. Maombi unaoomba Mungu anayasikia. Maombi unaoomba Mungu atakuja na atakutendea. Pengine uko katika hali ngumu au hujawahi jua ya kwamba Mungu anaweza. Mchana wa leo nimekuja kukumbusha ya kwamba Mungu anasikia maombi yako na Mungu atakuja kukutendea, ili jina lake liweze kutukuzwa, ili jina lake liweze kuhimidiwa na kupewa heshima na utukufu. Ni kwa sababu ni Mungu ajuaye kulilinda jina lake. Daudi akamwambia, unitegee sikio lako na ukakuja kuniokoa kwa hima. Pengine kuna mambo Daudi alikuwa anangojea Mungu amuokoe kwa hima, na akaanza kumwambia Bwana kuja. Je, mpendwa msikilizaji, umewahi fika mahali unamwambia Bwana, usipotenda hili nitaibika, usipokuja saa hii Bwana nitachekelewa, usipokuja kwa haraka Mungu watu watapiga makofi kwa sababu ya kushindwa kwangu. Pengine Daudi alikuwa amefika mahali kama hiyo, ndio maana anamwambia Bwana,
akaweze kutega sikio lake na akaweze kumuokoa kwa hima. Yani inamaanisha kwa haraka, yani akuje saa hiyo. Pendwa, ninajua ya kwamba kuna watu wengi wanapitia hali ambazo wanamwambia Bwana, usipokuja mimi sijui nitaenda wapi, nisipokuja sijui nitatembea kwa njia gani, sijui nitaenda wapi, sijui nitafanyaje. Leo nataka nikuambia ya kwamba Mungu anaona kusononeka kwako. Mungu anaona vile unavyopitia na mambo unayopitia na mambo ambayo imekukumba. Ni kama Daudi akamwambia ya kwamba, Bwana, tega sikio katika maombi yangu na ukaweze kuniokoa kwa haraka. Ndivyo hivyo mchana wa leo mpendwa, nimekuja kukuambia ya kwamba mtumainie huyu Mungu, mngojee huyu Mungu, na katika mambo yote atakuja kwa hima na atakuja kukutendea na kukuokoa na kukutoa katika hiyo hali kwa utukufu wa jina lake. Daudi alikuwa pengine amefinyiliwa, pengine Daudi alikuwa ameona kana kwamba Mungu hanachelewa. Ndio maana anatamuka maneno haya na anamwambia kwa hima Jehova, kuja kwa haraka. Hata nasi wapendwa, tunapofanya mambo kama hayo, tunapomwambia Mungu kuja kwa haraka, sio dhambi. Ni kwa sababu hali imetusukuma, ni kwa sababu hali imetufinyilia, ni kwa sababu hali ile imetuseta, ni kwa sababu hii hali imefanya tulie usiku na tulie mchana, imekaa kama inatuweka kwa mchana wa leo nakuja kukuambia, muite Bwana kama Daudi na umwambia ya kwamba, Jehova, tega sikio lako kwangu Mungu na ukuje kwangu kwa hima, ukaweze kunitoa katika hii hali kwa utukufu wa jina lako. Na Mungu wetu akisikia hiyo atakuja. Ndio maana nimekuambia kichwa ya ujumbe wangu mchana wa leo, nimekuambia ya kwamba mtumainie Bwana. Weka tumaini lako kama kwa Mungu. Wengine tunaweka tumaini kwa wanadamu, lakini mchana wa leo, hata unapotumainia mwanadamu akusaidie, wacha tumaini lako likuwe ni kwa Mungu. Wacha tumaini lako likaweze kumfikia Bwana katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana anasikia maombi yako. Bwana anaona kilio chako. Bwana anaona kuteswa kwako. Bwana anaona vile unahangaika na anakuja kwa haraka. Mpendwa, mchana wa leo, mtumainie Bwana. Usiende kushoto, usiende Bwana kulia. Ni kwa sababu Mungu wetu anajawabu kwa ajili ya kila moja wetu. Mungu wetu anajawabu la kila hali kwa utukufu wa jina lake. Daudi akaendelea kumwambia Bwana, uwe kwangu mwamba wa wokovu wangu. Mpendwa, maombi kama haya ni yule ambaye amefika mwisho, ni yule ambaye anaona kana kwamba hataendelea tena, ni yule ambaye anaona kama dunia imegeuka, ni yule ambaye anaona kana kwamba hakuna msaada tena. Na mchana wa leo nataka kukuambia, kwa Mungu kuko na msaada. Kwa Mungu kuna vyote tunavyohitaji. Kwa Mungu kuna suluhisho. Akamwambia, ewe Mungu wangu, kuwa mwamba na uweze kukua nguvu zangu. Mchana wa leo, saa ile unasikia mdhaifu, mwambie Bwana akuwe mwamba wako. Mwambie Bwana akuwe nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, na utainuka katika hiyo hali. Bora tu kama umeweka tumaini lako kwa Bwana katika jina la Yesu. Akamwambia ya kwamba nyumba yenye maboma ya kuniokoa, ya kwamba nikikaa kwako Bwana, kuna mahali ambapo kuko na ulinzi, kuna mahali ambapo kuko na amani, kuna mahali ambapo hakuna wasiwasi. Mchana wa leo funguka macho yako, ujue ya kwamba ukiweka tumaini lako kwa Bwana, hapo ndio kuna nyumba yenye maboma ya kukuokoa. Hapo ndio kuna mambo ambayo utaweza kupata suluhisho ama muujiza wako kwa utukufu wa jina la Bwana. Mpendo, wacha nikwambie, kuna hali ambazo zinaweza kuja katika maisha yetu tuone kana kwamba Mungu anatusahau. Niko katika mitambo hii nikufahamisha ya kwamba Mungu hajakusahau, nikufahamisha ya kwamba Mungu anaona, nikukumbusha ya kwamba Mungu wetu hawezi kukuacha. Mungu wetu akona jawabu katika mambo yote katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Daudi, maandiko inaendelea kusema ya kwamba akaendelea kumwambia Bwana, wewe ndio genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako ukaweze kuniongoza. Nataka kukuambia hivi mpendwa,
kwa ajili ya jina la Bwana, ili Mungu wetu asiweze hata naye kuaibika. Mwambie hivi ya kwamba Mungu, kwa ajili ya jina lako kuja uniongoze. Usiruhusu kujiongoza wewe mwenyewe. Usikubali mawazo yako ikuongoze. Usikubali ujiongoze pasipo kujua pia maandiko. Mwambie Bwana, kwa ajili ya jina lako ninakuomba Bwana ukapate kuniongoza. Ukiongozwa na Mungu utapotea. Ukiongozwa na Mungu utakuwa kwa njia ya sawa. Ukiongozwa kwa Mungu kuna baraka utapata. Ukiongozwa na Mungu kuna uhakika. Kwa hivyo Daudi akamwambia Bwana, kwa ajili ya jina lako Bwana kuja uniongoze. Mchana wa leo nataka kukuambia aje mpendwa, mwambie Bwana kuongoze katika ile hali unapitia. Zingine hatuwezi taja kwa mitambo, lakini wewe binafsi unajua ile hali unapitia. Mwambie Bwana akuja na kuongoze, kwa sababu ukiongozwa na Mungu utaibika. Ukiongozwa na Mungu utakuwa na jawabu la sawa. Ukiongozwa na Mungu kuna faraja. Ukiongozwa na Mungu hautajuta. Ukiongozwa na Mungu utapata kile unachokihitaji kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo Daudi akajua siri, akamwambia Bwana, kwa ajili ya jina lako njoo uniongoze. Wapendwa, inafika mahali wakati mwingine unasikia kana kwamba hii hali ni ngumu, unaanza kujiongoza, unaanza kuita watu wakuongoze, unaanza kuuliza mawaidha. Na mawaidha ni vizuri kuuliza, lakini niko hapa nikushauri ya kwamba mwambie Bwana akuongoze. Mwambie Bwana aongoze hatua zako. Mwambie Bwana aongoze mawazo yako. Mwambie Bwana aongoze njia zako, na ukaweze kuweka tumaini lako kwa Mungu, na ukweli hautaibika. Kama vile Daudi alianza kusema, Bwana ninakukimbilia ili nisiaibike. Kwa hivyo mchana wa leo mpendwa, katika mambo magumu ambayo tunapitia wakati kama huu, mwambie Bwana niongoze. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nishike mkono ili nisiweze kuaibika. Wengine wameibika mikononi mwa marafiki zao, wengine wakaibika mikononi mwa majirani zao, wengine wakaibika mikononi kwa wale wanawafahamu vizuri. Lakini mchana wa leo niko hapa nikuambia ya kwamba, na nikushauri msikilizaji, mwambie Bwana kwa ajili ya jina lako, Bwana nisaidie, niongoze wewe mwenyewe. Ukiniongoza sitapotea. Ukinishika mkono sitaibika. Ukinionyesha njia itanipeleka mahali ninapostahili kukua katika jina la Yesu Kristo. Wengine shinda tulizo nazo mchana wa leo ni kwa sababu tuliruhusu watu watuongoze kwa mawaidha yao. Tuliruhusu watu wakaongoza njia zetu. Lakini leo mchana wa leo, Daudi alikuwa mfalme, lakini akafika mahali anasema ya kwamba, akamwambia tawale, naomba ukapate kuwa pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo, kila hali ambayo uko nayo imekusukuma mpaka unaona utaibika, inakusukuma mpaka unaanza kuona umepotea, mchana wa leo mwambie Bwana akuongoze, kwa sababu akikuongoza utakuwa na matumaini. Akikuongoza kama Daudi vile alivyoomba, utakuwa na furaha. Na akaendelea kumwambia Bwana, Bwana katika jina lako na kwa ajili ya jina lako Bwana unichunge. Ninakuambia ya kwamba ni vema kuchungwa na Mungu. Ni vizuri Mungu akuchunge. Ni vizuri Mungu utembee pamoja na yeye kwa utukufu wa jina lake. Daudi na alikuwa mfalme, lakini alikuwa anatamani Mungu amchunge. Pendo, acha nikwambie, ukichungwa na wanadamu wakati mwingine wanachoka, kwa sababu nguvu za mwanadamu zina mpaka. Ukichungwa na watu ama marafiki ina mipaka, lakini Mungu akikuchunga atakuchunga milele na milele, kama vile Daudi alivyosema katika jina la Yesu Kristo, nisiaibike milele. Kwa hivyo Mungu akikuchunga hautaibika milele. Mungu akikuchunga atakuchunga milele. Mungu akikuongoza atakuongoza milele. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, mchana wa leo tumaini lako
lako liko wapi katika hali zote zile tuko ama tunapitia? Wewe unamtumainia nani? Wewe unamngojea nani? Ni nani anakuchunga? Ni nani anakuongoza? Ni nani unamlilia? Ni nani unangojea? Mtunga Zaburi anasema, nilimngojea Bwana kwa saburi, na akasikia maombi yangu, akashuka na akanisaidia. Na hata wewe mchana wa leo, kama vile tumesoma maandiko ikatuambia Mungu Daudi akisema, utege sikio lako. Ndivyo maandiko inavyoendelea kusema. Pia akawa anamwambia Bwana, ukaweze kusikia maombi yangu. Ninakungojea kwa saburi, sikia maombi yangu. Hata wewe mchana wa leo mpendwa, hata kama umeomba mwaka na mwingine, usichoke kungojea Bwana. Usichoke kuomba, usikate tamaa. Mungu hajachelewa. Mungu anakutengenezea kizuri katika jina la Yesu na kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo mtunga Zaburi anaendelea kuambia Bwana, katika jina la Kristo Yesu, kwa ajili yako Jehova, kwa ajili ya jina lako Bwana, wacha nisijiongoze mimi mwenyewe, wacha nisijirinde mimi mwenyewe, lakini Bwana ukanilinde. Ukiwa mkubwa ama mdogo, unahitaji Bwana akuongoze. Ukiwa mkuu ama mdogo, unahitaji Bwana akuchunge katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, mchana wa leo, hakuna mwanadamu hahitaji Mungu amchunge. Hakuna mwanadamu hahitaji Mungu amuongoze. Mchana wa leo, wacha ikawa ni ombi lako, wacha ikawa ni tamanio lako, ya kwamba Mungu akuchunge na akuongoze. Hatua ile unachukua, iwe ni ya kufanya biashara, wacha Bwana akuongoze. Hata kama ni shule, wacha Mungu akuongoze na akutunze kwa utukufu wa jina lake. Nawe utaweza kuona matukio mazuri, utaona jawabu kamili, utaona matunda katika jina la Yesu. Kwa kumtumainia Bwana na kumungojea Bwana, utaona mambo yako ikiweza kubadilika. Na akamwambia Bwana, utanitoa katika wavu. Inamaanisha aje? Kuna watu huwekea watu wavu, yani wanawekea mitego kwa siri. Na akaendelea kumwambia ya kwamba utaniokoa ama utanitoa Bwana katika wavu. Na akamwambia ya kwamba walionitegea kwa siri. Dunia ya leo, kuna watu wanaweza kukuwekea wavu kwa siri, wanakutegea kwa siri, wanakuokea kwa siri. Lakini mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba weka tumaini lako kwa Bwana. Hata wakiweka nyavu kwa siri, hata wakiweka kwa usiku, hata wakifanya nini, wacha tumaini lako likuwe kwa Bwana, na hautaibika milele na milele kwa utukufu wa jina la Bwana. Akaendelea kumwambia Bwana, maana wewe ndiye ngome yangu. Wacha tumwambie Bwana mchana wa leo, wewe ndiyo ngome yangu. Adui zetu akiweka nyavu kwa siri, tumwambie Bwana, wewe ndiyo ngome yetu katika jina la Yesu Kristo. Je, umewahi sungumzwa na hakuna kitu inafanya watu wakuzungumze? Je, umewahi achwa na hujawahi jua ni kwa nini uliachwa? Je, umewahi pangiwa njama hata ya kufukuzwa kazi, ama kufukuzwa kwako, ama kufukuzwa kwa shamba, ama unafukuzwa katika mambo? Ni nyavu watu wanakuwekea, ama ni wavu watu wanakuwekea ndio usiendelee. Lakini mchana wa leo niko katika mitambo hii nikuambia ya kwamba hata wakiweka tumainia Bwana, maadui ni wengi, lakini tuna Mungu ambaye anaweza kutusaidia tukawashinde katika jina la Kristo na kwa utukufu wa jina lake. Akaendelea kumwambia Bwana, nitoe katika nyavu. Kwa inamaanisha ya kwamba Daudi kuna watu walikuwa wanamwekea mitego, maadui walikuwa wanainuka kinyume naye, wanapanga njama kinyume na yeye. Lakini maandiko inasema ukilitia jina la Bwana utaokolewa. Ukimwamini Mungu utapata ushindi. Ukiomba Mungu atasikia. Kwa hivyo mchana wa leo, shauri langu kwako ni kwamba hata wakikuwekea ama wakiweka nyavu, Mungu atakuja kutengeneza
kunitengenezea njia mahali hakukuwa na njia. Akaendelea kusema kwamba walionitegea kwa siri. Je, umewahi jua kuna watu utegea watu kwa siri? Kuna watu upangia watu njama kwa siri. Kuna watu wanafanya mambo ili ufukuzwe, na kuna watu tayari wamepanga na ukafukuzwa. Lakini mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna tumaini kwa mtu uliokatwa. Hata kama umefukuzwa, kuna ingine Mungu atakupatia. Hata kama umevunjwa moyo, kuna uponyaji Mungu anakuja kuachilia kwako tena. Hata kama wameweka nyavu, Mungu atazirarua na ataziondoa kwa utukufu wa jina lake, ili ukapate kuona uaminifu wa Bwana, ukapate kuona wema wa Bwana. Daudi anaendelea kumwambia Bwana, nisiaibike milele. Kuna watu wanapenda kutuweka kwa aibu, lakini niko hapa kusema ya kwamba hautaibika kwa utukufu wa jina la Bwana. Hiyo aibu hautaiona kitu kwa jina la Yesu. Utainuka na utasema Mungu amekutendea. Utainuka na usema ya kwamba mitego yao imeteguliwa mbele zako na imeshindwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Mpendo, wacha nikwambie, hata Yesu alipitia mambo kama haya. Wanadamu walikuwa wanamuuliza maswali, lakini Yesu alikuwa mwana wa Mungu, anawayajua hata kabla hawajamuuliza, kabla hata hawajafungua midomo, alikuwa anajua kile kiko ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kuna watu wako na vitu katika mioyo na bado hujajua, Mungu atakuja kukusaidia kwa utukufu wa jina lake. Yesu alipitia mambo kama haya, akapitia chuki, akapitia kukataliwa, akapitia kudharauliwa, akapitia mambo mengi, akapitia aibu, lakini alisimama. Hata na wewe mchana wa leo unaweza kuwa uko katika kama hii Daudi anaiandika katika Biblia ya kwamba watu wanamtegea, wanamwekea nyavu, watu wanamchukia, watu wanamdharau. Lakini nimekuja kusema ya kwamba wanaokudharau ni kwa muda tu, wanaokuchukia ni kwa muda tu, wanaokutenga ni kwa muda tu. Kuna jambo Mungu anatengeneza, kuna kitu Mungu anafanya kwa utukufu wa jina lake, ili usiaibike na hata jina lake lisiaibike wala lisidharauliwe, katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko inaendelea kututia moyo na ikasema ya kwamba maana wewe ni ngome yangu. Daudi alijua ya kwamba Mungu ni ngome. Hata sisi mchana wa leo wacha tujua ya kwamba hali zile tutapitia, Mungu wetu ni ngome, Mungu wetu ni mweza, Mungu wetu anatenda mambo makuu, Mungu wetu anatuazia mema, Mungu wetu ana mpango wa kipekee kwa ajili ya kila mmoja wetu. Huenda ikawa unalia leo, lakini kesho utacheka. Huenda ikawa leo hauna, lakini kesho Mungu atakupatia. Huenda ikawa leo unachekelewa, lakini kesho atakusalimia kwa heshima. Huenda ikawa leo una maswali ambayo hakuna mtu anajawabu, lakini kwa Mungu kuko na jawabu. Unaenda ikawa unajiuliza, mbona nipitie haya? Wacha nikwambie, kuna maswali ya kujiuliza na kuna maswali unaweza jibu wewe mwenyewe, na kuna yale hata ukiuliza huwezi jibu. Hata ile ambayo huwezi jibu, Mungu ako na jawabu katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukiruka mstari wa 12, maandiko inasema ya kwamba nimesauliwa kama mtu mfu aliye asiyekumbukwa. Daudi anaandika haya maandiko na anasema nimesaulika, ama watu wamenisahau. Mimi ni kama mtu mfu asiyekumbukwa. Umewahi fika katika hiyo hali ya kwamba hakuna mtu anakukumbuka, hakuna mtu anakuuliza unapitia nini, hakuna mtu anakuuliza ulilalaje, hakuna mtu anakuuliza unaendeleaje? Daudi akaangalia na akaandika maandiko, akasema nimesahauliwa kama mtu mfu asiyekumbukwa. Anajiweka katika hali ya mtu mfu, ya kwamba hakuna mtu anamkumbuka. Amesaulika, katika jamii umesaulika, katika mambo unayopitia unasaulika. Na Daudi anasema amesaulika kama
Nimesauliwa kama mtu mfu asiyekumbukwa. Anasema sikumbukwi. Huenda ikawa kuna hali simekufanya hata ukumbukwi. Watu wakikuona wanaona wewe tu ni shinda. Mchana wa leo jitie moyo katika Bwana. Kuko na tumaini tena. Kuna Mungu ambaye anakuja mara ya pili kukupatia tumaini na kukuinua katika hiyo hali. Na akaendelea kusema ya kwamba nimekuwa kama chombo ambacho kilichovunjika. Umewahi pitia hali ukasikia ya kwamba kana kwamba wewe ni chombo ambacho tayari kimevunjika tayari? Daudi anaandika haya maandiko na anasema ya kwamba mimi nimekuwa kama chombo ambacho kilichovunjika. Mchana wa leo umejihisi kwamba wewe ni chombo, wewe unajidunisha, hata wewe mwenyewe unaanza kuona wewe ni bure, unaanza kukata matumaini. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu anakukumbuka, na wewe sio chombo ambacho kimevunjika. Wewe ni mtu wa Mungu. Mungu anakupenda. Mungu anakuazia mazuri. Wewe ni mwana wa Mungu. Ana mpango mwema kwa ajili yako. Daudi akaandika haya maandiko akasema, nimesaulika, sikumbuki tena mimi. Nimekuwa kama chombo ambacho kimevunjika. Umejihisi kana kwamba umevunjika? Mchana wa leo nimekuja kukutia moyo. Nikwambie inuka, au hujavunjika. Wewe ni mwana wa Mungu, au hujasaulika. Mungu anakuazia mema kwa utukufu wa jina lake. Ni hali gani hiyo imekufanya ukasikia kana kwamba umevunjika? Mchana wa leo pata nguvu katika Bwana, pata tumaini katika Bwana, katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na Mungu atakutenda yaliyo mema. Usivunjike moyo, weka tumaini kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana, mtumainie yeye aliyeko, yuko na atakuwa daima, na atakutenda yaliyo mema. Ukiendelea kusoma mstari wa 13, maandiko inaandika ya kwamba maana nimesikia masingizio ya wengi. Daudi anasema amesikia masingizio. Masingizio haijakuja leo, ili kuweko hata wakati wa Daudi. Watu wanamsingizia, watu wanamwambia. Hata Yesu alipitia hii hali. Watu wanamuuliza maswali ya madharau, yanamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu fanya hii, kama wewe unajiita mwana wa Mungu jiokoe. Alipitia hali kama hiyo. Hata wewe unaweza kuwa umepitia hali kama hiyo, ambao watu wanakuuliza maswali ngumu, wanakuambia ya kwamba umeomba kwa muda mrefu, umengojea Mungu kwa muda mrefu, umetoa saka na sadaka zako mbele za Bwana, nikana kwamba Mungu anakusahau. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba wanaokusingizia na kukuuliza maswali magumu watauona utukufu wa Bwana, wataona Mungu akijidhihirisha katika maisha yako. Na akaendelea kusema ya kwamba nimesikia masingizio ya wengi. Daudi hata yeye kapitia hali kama hii ya kwamba watu wanamsingizia. Je, umewahi singiziwa mambo, ukawekewa mambo mpaka ikakufanya ukafukuzwa kazi ama ukaacha kazi? Nimeona wengi wakilia wakasema ya kwamba nimeacha kazi kwa sababu ya fulani. Wengine ni kustakiwa mambo ambaye hayapo. Lakini nimekuja kukutia moyo, nikwambie kuko tumaini. Kunalo tumaini kwa Bwana, kuna tumaini kwa Mungu, kuna tumaini pia kwa mti uliokatwa. Utachipuka tena. Jitie nguvu katika Bwana. Ona kesho yako ikuwa bora kuliko ya leo. Na akaendelea kusema ya kwamba hofu ziko pande zote. Huyu mtu alisema kwamba yani anaogopa kila mahali, kuna kuofu kila mahali, kuna kuogopa. Lakini nataka kusema ya kwamba hofu ni ya muda, inakuja kuondoka katika maisha yako, na utakuwa mjasiri tena kwa tukufu wa jina la Mungu wetu. Daudi ni mtumishi wa Bwana, lakini alikumbana na mambo mengi. Hata Yesu alikumbana na mambo mengi. Alikumbana na madharau, alikumbana na vitu ambavyo vya kutisha, alikumbana na watu wakimtendea mambo mabaya, lakini akavumilia tu. Hata na wewe vumilia tu. Mungu anaweza kukufikia mahali ulipo. Mkono wake sio mfupi, masikio yake sio kisiwi ya kwamba hawezi sikia. Anasikia maombi, na mkono wake sio mfupi, hauwezi kukufikia. Utakufikia katika jina la Yesu. Weka tumaini tu katika Bwana, na utauona uaminifu wa Bwana.
Daudi anaendelea kusema ya kwamba waliposhauriana juu yangu walifanya hila waondoe uhai wangu katika jina la Yesu. Kuna wale ambao pia wanashauriana kukutenda mabaya, kukufanya usifurahie maisha haya. Daudi ilifika mahali anaandika wanashauriana juu yangu ili wafanye ila waondoe uhai wangu. Hata Yesu walifanya ila na wakaweza kumweka msalabani. Hata na wewe mpendwa, kama umepitia hali kama hii, nimekuja kukuambia ya kwamba weka tumaini lako katika Bwana. Weka imani yako katika Bwana. Hata wakishauriana waondoe uhai wako, wewe mtegemee Bwana. Hata wakipanga njama ya kukuondoa, wewe jimtegemee Bwana kwa utukufu wa jina la Bwana. Umewahi kuwa na watu ambaye wanakupangia mabaya, hawa ni jirani, hawa ni rafiki? Umewahi tembea na mtu ambaye anakupangia mabaya na unakula pamoja na yeye? Ndio maana Daudi alianza kutuambia ya kwamba Bwana atuongoze na Bwana atuchunge. Na ndio maana ninakuja kukuambia ya kwamba mpendwa, tamani Mungu akuchunge, tamani Mungu akuongoze. Ni kwa sababu ukiongozwa na Bwana utakuwa sahindi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo. Umewahi chekelewa kwa sababu hauna? Umewahi lala njaa kwa sababu ya umasikini? Nimekuja kukuambia ya kwamba weka tumaini lako katika Kristo Yesu, na hiyo aibu itaondoka. Waliomsulubisha Kristo walifikiri yamekwisha, waliomtemea mate na wakacheka walifikiria yote yamekwisha, waliomdunga na mkuki wakasema imekwisha. Walipoenda hata kaburini walifikiria Yesu ataishi pale, lakini nataka kukuambia ya kwamba siku 3 alifufuka. Siku ya 3 ilipofika alifufuka. Hata na wewe ni kwa muda unapitia haya mambo. Siku ya Bwana ikifika unaenda kuinuliwa. Siku ya Bwana ikifika unaenda kupokea uponyaji. Siku ya Bwana ikifika unaenda kuwekwa huru, na watu wataona uaminifu wa Bwana, na wataenda kuona wema wa Mungu, na wataenda kulihimidi jina la Bwana, na watasema ndiye huyu tuliyemchekelea. Wengine watasema ndiye huyu tuliyempangia njama. Ni kwa sababu Mungu atahakikisha ya kwamba kuondolea mambo haya yote, ili ukaishi kwa amani, ili ukaishi kwa furaha, ili ukaishi ukimtegemea Bwana, ili ukaishi ukimtumainia Bwana. Mchana wa leo na malisia na mstari wa 24 mahali maandiko inatuambia iweni ondari, piga moyo wako konde, ninyi ambayo nyote mnaomngojea Bwana. Nataka kukuambia aje mpendwa, kuwa na moyo wa uondari, kuwa na moyo wa uondari, piga moyo wako konde, kuwa na imani. Ni ile kukuwa na imani ya kwamba Mungu anaweza kunitendea hata hii hali ikiwa ni mbaya. Mungu anaweza kunitendea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umemngojea, umeweka tumaini lako katika Bwana. Na anasema ninyi nyote mnaomngojea Bwana. Mchana wa leo kuna kumngojea Bwana. Mchana wa leo kuna kuweka tumaini katika Bwana. Mchana wa leo kuna kumwamini Mungu, kuna kungojea Bwana, kuna kumuita, na utauona wema wake, utauona uaminifu wake, utaona njia zako zikifunguka, utakaa kwa amani, utakaa kwa furaha. Hata Yesu alipitia mambo mengi na akatoka pale akiwa mshindi. Hata Daudi aliona mambo haya na akatoka kuwa mshindi. Hata na wewe jitie moyo katika Bwana. Muamini huyu Mungu ambaye hako hai. Muamini Mungu huyu anaachilia mvua kama saa hii. Muamini huyu Mungu anafanya mimea ikaweze kumea na tukaweze kuvuna kwa utukufu wa jina la Bwana. Na utauona ukuu wa Bwana, utaona wema wa Bwana. Hali zote zile unapitia Mungu anaona, sio kipofu. Mungu huona. Hata ukilala anaona, hata ukilia anaona, ukitembea anaona, na hakuna jambo ngumu ambalo asiloliweza. Mungu wetu ni mwaminifu. Mchana wa leo mpendwa, weka tumaini lako katika Bwana. Ama kwa maneno machache, mtumainia Bwana.
Mtumainie Mungu. Hata yale hatujataja, wewe unajua ni wapi unamtumainia. Mtumainie na utauona wema wake, utauona uaminifu wake. Wacha tuombe na Mungu akusaidie. Na yule ambaye amtumaini Bwana na amesikia neno hili, weka tumaini lako katika Bwana. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, tunakuja kwako mchana wa leo. Tumefundisha watu wako jinsi ya kukutumainia. Na mchana wa leo tunaomba ya kwamba Bwana, kwa sababu wamekufanya kimbilio, wasiaibike milele na milele. Uwaponye Mungu wa mbinguni kulingana na haki yako Jehova. Tega sikio lako Mungu wa ajabu, ukaokoe hima na ukawatende mema hima Jehova, kwa sababu wewe ndio mwamba na wewe ndio nguvu zao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wale ambao wamewekewa wavu pasipo wao kujua na wakategewa kwa siri, ninaomba ya kwamba Jehova sipate kuteguka katika jina la Yesu, na hawa wapendwa wapate ushindi katika mambo mengi katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu ukawe juu yao, neema yako Bwana ikawatoshe. Wale ambao wanajiishi wakiwa wadhaifu katika miili yao, naombea uponyaji, naombea nguvu zako Bwana sipate kuwa juu ya maisha yao, katika jina la Yesu. Twakemea uharibifu, twakemea uchungu, twakemea maumivu ya kila aina katika jina la Yesu. Na kwa imani tunaachilia uhuru na ukombozi, uponyaji na neema ya kipekee ya kiungu juu ya kila mmoja ambaye amesikia na yule ambaye amefuatilia. Bariki watu wako Bwana, inua watu wako Jehova, wacha waone wema na waone uaminifu wako, katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Mungu akubariki sana. Asante kwa kusikia. Tumainia Bwana.